Hiyo ni tumaini. The hope of salvation. Tumaini la wokovu. Eti mwana wena kitu kama hicho inaweza kukusababisha ujitakase. Inakukusukuma aungojeni nene nawe. Ili nikukemee. Yeyote aliye na tumaini kwake anajitakasa mwenyewe. Anajitakasa mwenyewe. Yesu anasema mtu akitaka kuwa mwanafunzi wangu lazima bebe msalaba wake kisha ajikane yeye mwenyewe. Ajikane mwenyewe kisha nifuate. Unamfuata kwa nini? Yesu ndiye njia ya kwenda kwa Mungu. Anasema mimi ndiye njia au kweli tena uzima. Ukitaka uzima milele iko kwa Yesu. Ukitaka njia iko kwa Yesu. Ukitaka ukweli iko kwa Yesu. Yeyote anayeitumaini anajitakasa mwenyewe. Kalengo mare momi opondero dwa nobele malaya. Kama lengo lake la kujitakasa nataka wewe mtakatifu. Nikitosesa umefue. Maana amesoma kwa Ufunuo. Ufunuo 21 sisomi. Mora maokule. Chochote kisichokuwa safi hakitaingia kwenye huo mji. Na kwa sababu anataka kuingia, anataka kuwa na Yesu. Anajua vyema. Anatia bidii. Anakuwa kanisani. Anatia bidii. Anatoa fungu la 10. Anatia bidii. Anaabudu. Anatia bidii. Anahubiri. Anatia bidii. Anatafsiri. Without holiness, bila utakatifu, no one will see the Lord. Hakuna yeyote atakayemuona Bwana. That is why. Maneno mio. Ndio maana hili tumaini linaweza kukusukuma kwa utakaso. Ka oparu wa glorification leo jekiruka wabutira kumorono people who story material Mephibosheth samono ulo report kain lodi barkum amen. Niliwaelezea hadithi ya Mephibosheth alipopata neema wakati alikuwa kwa Mephibosheth Hallelujah. Mane Jonathan. Huyu alikuwa mtoto au mwana wa Saul. Ambao ni mjukuu wa Sauli. Once Saul was a king. Mara nyingine Sauli alikuwa mfalme. Alikuwa kwenye palace. Akienjoy vitu vyema. Kwa ajili ya dhambi. Dhambi iliwatoa nje. Wanadamu walikuwa kwa ushirika na Mungu. Alikuwa kwa Edeni. Angeza sikia nyayo za Mungu. Jioni kwa jioni Jehova anasemezana na mwanadamu. Dhambi ni tunda. Hebu wazieni. Mungu anatutengenezea mpango ili turudi katika ushirika ambao shetani aliharibu. Sikio unaona Yesu uso kwa uso. Matunda ya mti wa uzima utakula. Ufunuo 22 iko hapo, sitasoma huko. Anasema ni mwenye heri yule ambaye amesafisha mazingira yake. Atapata haki ya kula matunda ya mti wa uzima. Na tena haki ya kuingia katika malango ya mji. Ukisoma Ufunuo 22:14. I think so. Nadhani ni hivyo. Upake Yesu. Wacho ni? Hey. Wataona Mungu lengo letu. Kala in a nutshell. Kwa ufupi. Sababu yetu kuomba ni kwamba twende tumuone Mungu. Mungu tutamwona wapi? Tutaishi naye milele na milele. Pale shetani alitutoa. Shetani alitutendema. Alitufanyia divorce. Alitupa talaka. Amina. Tunarudi. Tunarudi. Ambia mtu tunarudi. Are you ready? Je, uko tayari? Muulize. We are going back. Are you ready? Dada tobe ikori. Uko ni nani? Uduo kina. Amekujibu vipi? Penjeniti sepo this. Muulize na je umeshajitakasa? Uduo kina. Je, amekujibu vipi?
Kwa utakaso watu wana nafasi itakuja na mtajitakaza. Nataka niache. Ni saa 7:33. Inanilazimu ninyamaze. Mada hili nalo ni nzuri sana. Sijasoma hata maandiko. Nilitaka kusoma Danieli na mungesikia. Niruhusuni tu nikimbilie Danieli na Mwanzo. Sababu ya mwili kulindwa. Nataka nikimbie hapo tu. Sasa ni kukimbia hapo. Kitabu wa Danieli labor achiela boro. Danieli 1:8. Sababu na yule aliye na tumaini kwake atajitakasa. Daniel achiela boro nyaka 20 Danieli 1:8. Ai ngama chelo to somna Genesis 39:7 nyako 9. Bila ile mane kusawe. What now? Gongo walema wawe. Sitome tutu watu. Agena mlukao time maru. Najua nitachukua muda wenu. Wewe wakao mabreka kiti moro wabili wadiuda. Tukome kama kuna kitu tule twende nyumbani. Niketingene yaje wadwa. Maana mnajua nini tena. Sina mali kuwa mama mesa bora kujogu. Ndio kadwa na timu kama matima mali. Shida ambayo iko bwana sana. Watosha ni kwamba sasa nifanye kama mtu atabarua. Niko mateka. Nataka nisome ndugu mungu kwa kanisa ngi. Maana shida mara kwa. Hiyo ndio shida yangu na nitie already you said there is a day I will give the account on the report how I did the work of God. Tayari nimeambiwa kuna siku ambayo nitasimama kutoa majibu kwa jinsi ambavyo nilitoa neno la Mungu. How I preached. Jinsi nilivyohubiri neno la Mungu. Umeenda dakika moko matina neno. Umeniongeza dakika nyingine kidogo ninaendelea tu kidogo. Naendelea kidogo. Lakini namshukuru Mungu. Natoka ngato manigigeno ni kuome. Aliye na tumaini kwake. Anajitakasa mwenyewe. Ili awe mtakatifu. Jinsi Kristo aliye mtakatifu. Na tumaini ni nini? We are waiting for glorification. Tunangojea kutukuzwa. Siku ambayo utatukuzwa. Ndiko wacho ni ya. Maandiko yanasema. Ndani chiengno. Dan siku hiyo. Kungiu wiki Kristo tukucha. Aliwa na Kristo mnafanana. Hebu wazia hiyo. Chiengni chalo geke. Eti siku hiyo utafanana na Kristo. Haleluya. Sasa wacho ni ya. Mungu anasema. Wewe chwenda ni kidogo cha mwanadamu kwa umbo letu. Chiengno idu ukie Charles maningo mada chienoke. Siku hiyo utarudishwa katika umbo ambalo ulikuwa nao na shetani aliharibu. Let us create man in our own image. Tutengeneze mwanadamu katika umbo letu wenyewe. Plan marinya sae ber na manali. Mipango ya Mungu ni vyema kiasi gani? Eti kumuona tu Yesu hivi. Eti sasa nafanana na Yesu, ati mimi na Yesu tu kitu kimoja. Sasa yeye ni ndugu yangu. Sisi ni mandugu. Sisi Collins na Dan wanafanana. Hiyo familia watu wanafanana. Siku ambao utafanana na Mungu. Tomae mumi Daniel note momote mone Daniel. Na hii ndio sababu Daniel alifanya hiki ambacho alifanya. We asomo mano to ibro somo na ibro dwoko na gonya kisungu wasomo nikech samuru luni okgola gima no nikech ka sasa somo kisungu tangeyo gima re mind mara makama no goli tana no rema. Let me read. Daniel ne oparo ni ok unego ubed mogak kuom chamo chiemo kendo metho madho divai mane ibiro migi ka a e od ruoth. Omiyo ne okwayo Aspenas ma jatelo maduong' mondo kik ochune ocham gigo soma. Nyasaye nomiyo Aspenas okecho Daniel kendo obedo ne mang'won soma wach. To kata kamano nowacho ni Daniel ni aluoro ruodha nikech en ema osegolo chik kunyiso gik monego ucham kendo umadhi. To kapo ni oneno ni dendu ok ber ka dend yawuowi mamoko to onyalo nega som. Mano omiyo Daniel nodhi ir jarit mane Aspenas oketo mondo orite kaachiel gi jowetene adeka.
No wacho nene ya kiye to miwa mana alot wacham gi pi wamodhi kuom ndalo 10. Bang' mano to mondo ing'iwa ane gi yawuowi mamoko machamo chiemo od ruoth mondo ine ane joma oloyo jowadgi gi del maber. Jaritno noyie ni mondo gitim ane kamano kuom ndalo 10. To kane ndalo go orumo, ne ginenore machwe kendo man gi teko moloyo yawuowi mane chamo chiemb od ruoth. Mano omiyo jarit ne ok omiyo gi chiemb od ruoth, to nomiyo gi mana alot. Nyasaye ne omiyo yawuowi 4 go rieko mar kitabu kod rieko moro amora, to bende nomiyo Daniel rieko mar loko tiend fweny kod lek duto. Kane higni 3 mane ruoth Nebukadneza oketo oserumo, Aspenas notero yawuowi go duto e nyime. Ruoth nowuoyo kodgi duto, mi oyudo ni Daniel gi Anania gi Mesael kod Asaria riek moloyo yawuowi mamoko go duto. Kuom mano ne gidonjo e tich ruoth. Wegi kanyo. Loke gi kisungu. Nitie point kanyo madwaro mago kata kende. Mago to kona dhi mana explain, but number 1 to nitie mabereki. Resolve, making a resolution, mane gima dwaro. But Daniel resolved not to defile himself. Abora. Yeah. Abora. Aparo no one could wadi kamara chiel. Tuko pamoja nanyi na tunaendelea pamoja. Yes. Mane gima nadwaro. Nikech I always read the Bible and then come. Kila wakati wanasoma Biblia na kurudia. Kwa kasesa mutang'e gima dwaro. Nikisha soma najua kile ambacho nataka. Nikaka dwaro message ugo. Na jinsi ambavyo nataka ujumbe utoke. The Bible says, Biblia inasema, but Daniel resolved not to defile himself with royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Opake yes. Bwana sifiwe. Ang'omo miyo Daniel no decide. Mbona Danieli aliamua? So mara riyo no kitikanyo kendo. Nitie wach moro nitie kama duong kabisa madwaro mondo une. Kuna neno kubwa sana hapa nataka muone. Be unene? Je, unaliona? Are you seeing it? Je, unaliona? Be nitie gima ng'ato nyalo pick from this statement. Je, kuna kile ambacho mtu anaweza chukua kutoka katika hao maelezo? Owacho ni ya. Anasema, now God has caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Eyo machielo ene. Kwa njia nyingine ni kwamba kutupe Timotheo makari ikifika katika tendo la uhaki, Nyasaye biro miyi ng'uono mar yudo thuolo mar timo tim makare kapa chulokre mondo tim tim makare. Mungu atakupa neema ya kutenda tendo ambalo linastahili kama mawazo yako yameshakuwa sawa. Nyasaye nomiyo jatelo no. Mungu alisababisha huyo kiongozi obedo kod hera kod ng'uono ni Daniel. Akawa na upendo na neema kwa Danieli. Eyo machielo wacho ni ya. Kwa njia nyingine anasema, sasa ya ng'ato nigi paro mar timo gima ber. wakati wote mtu ana wazo la kutenda neema, Nyasaye biro chwaki. Mungu atakuwasha. Paki Yesu. Bwana sifiwe. Daniel resolved malo. Danieli aliamua. But Daniel resolved not to defile himself. Very key. Nyeti sana. But Daniel resolved. Nong'ado. Opaki Yesu. Bwana sifiwe. Iwinja. Unanisikia? Decision must be made. Uamuzi lazima ufanywe. And the one to make decision is you and you alone. To jalno matimo yiero en in kendo in kendi. Daniel emong'ado. Danieli ndiye aliamua. Ang'o miyo timo mano? Mbona anafanya hiyo? Nitie kama bro somo. Kuna pali nitasoma. Abro chikra mo kabro weyo. Nitaruka zingine nitaacha. Abro chikra topikeni kujo. Nitaruka na kufika pale nyuma. Then adikeyo momiyo Daniel no resolve. Kisha nitakuleta kwa uamu sababu ya Danieli kuamua. The glorification. Kutukuzwa. Alisoma kanyi ruka Daniel bedele glorification. Nitasoma hapo na utaona Danieli pia alikuwa anaona utukufu mbele zake. Ukataka somo kitabu mar chakruok 3 cha. Na nikisoma Mwanzo 39 pia. Kama jao Potifa. Bali mke wa Potifa. Dwaro Daniel. Anataka Danieli. Otim kode richo. Azini pamoja naye. Joseph wacho ni na Yusufu anasema, ere kaka
jinsi gani naweza fanya kiovu mbele za Mungu wangu. Target mare, lengo lake, anataka kumfurahisha Mungu maishani mwake. Danieli anataka kumfurahisha Mungu na maisha yake. Yusufu anaona kutukuzwa. Anasema wakati ambao amechoka na kufa. Na wapa muktadha, nitarudi kwa jambo hilo baadaye. Wakati ambapo mnatoka ukienda katika nchi ya ahadi, mifupa yangu haitabaki hapa. Mifupa yangu inaenda kwa nchi ya ahadi. Hawa ni vijana waliotembea kwa imani. Wanaona pali wanaenda. Hata kama ni mfalme Misri, moyo wake ukajalia kwa Misri, akawa Misri na anajua pali anaenda. Biblia inasema ulimwenguni tu wasafiri. Sisi ni wasafiri. Kuna pali tunaelekea. Hata kama tukiwa sisi ni wanaopita tu. Kuna safari yetu inaelekea. Kila tunaona mbele. Kuna lengo ambalo tuko nalo. Pali tutakutana na Yesu. Danieli aliamua. Kumbe mtu anaweza fanya uamuzi sasa. Danieli alisikia kuhusu kutukuzwa. Hapo katikati ni mata, lakini ni faida za kumheshimu Mungu. Number 1, Nyasaye ni intellectuality. Kwanza Mungu atakupatia atakupa hekima isiyo ya kawaida. Haleluya. Danieli alikuwa na hekima isiyo ya kawaida. Anaweza tafsiri maana ya maneno magumu. Anaweza simama tu. Ako na ufunuo nyingi sana. Mfalme anaota ndoto ngumu. Danieli anasimama na kutafsiri hadi elezee hiyo ndoto. Hadi mfalme akakuweka kiwango cha juu. Hata kama aliweka kiwango cha juu, alikubali kuwa Misri, alikubali kuwa Babeli. Ukiangalia kanisa la sasa, Mungu akimtendea neema, anataka kuwa wa ulimwengu. Danieli alichoka hapa. Hata kama nikiwa hapa, mimi ni wa Israeli, mimi ni wa Mwibrania, lazima nimpiganie Mungu wetu. Bwana sifiwe. Anasema hivi, wacha nisome hapo. Naruka mbele yangu kabisa. Sitaki nimkwaze mtu. Danieli 21. Danieli 21. Danieli apargario prario kachia I mean. Danieli 12:21. Danieli apargario. Danieli 12. Ochiko nyaka apargario. 9 hadi 13. So, ging'eny sana. Ochiko nyaka apargario. Isendiko kan. Danieli 12:9 hadi 13. Yeah, very good. Kendo kinyalo yudo kitabu mar tafsiri mar amplified. To gole mamit kabisa. But it is okay. Let us just read this one. Owachonia. Nodwoke niya. Daniel, koro dhi adhiya. Nikech weche gi odin kendo kan nyaka kinde mar giko chopi. So, ji mang'eny ibiro puodhi mondo gibed joma beyo kendo maler. Joma licho glorification nyaka puodhi mondo gibed joma beyo kendo maler. Wanaongoja kutukuzwa lazima watakaswe ili wawe watu wazuri na watu wasafi. Joma richo to no weche gi ok nodonjnegi. Na waovu wataelewa maneno haya. Kendo ginisika ka gitimo richo tena watatubu wakitenda dhambi. Mawazo yao hajabadilishwa. Joma richo weche gi nodonjnegi. Wenye hekima wataelewa maneno haya. Kwa maana nomiyo gilok pachgi. Na watabadilisha mawazo yao. Chakre chieng' ma ji noweyo timo misengini mitimo pile. Tangia siku watu watata kutoa dhambi ambao wanatoa kila siku. Kendo ni chakre kinde ma uchunge gima kwero makelo kethruok. Ndalo 1290 nokadhi. Joma osiko kuom Nyasaye nyaka ndalo 1335 kadhi nyime gin Johawi Sona. Aya kama nadwaro ikuru winji. Pale nataka nione maana kama koro nadwaro. Hapo ndio nilikuwa nataka. Hiyo ndio iko hapo.
Gimomi ya chake ochiko kacha. Sababu ya kuanzia 9 hapo. Nado no somkar watu podro. Nilitaka wasome kuhusu takaso. Wengi watatakaswa na wawe wasafi. Pasipo na mawa wala dosari. Wanaoenda kutukufu. Lazima wawe watakatifu. Ananena na Danieli. Wewe Danieli. Dumu kwa Mungu. Hadi mwisho. Ndipo utakufa. Na baadaye utafufuka na upate thawabu yako siku ya mwisho wa dunia. The promised glorification. Ahadi kutukuzwa, ahadi ya kutukuzwa. Ukijiuliza, mbona Danieli alikataa chakula cha kifalme? Daniel had seen the promised glorification. Danieli aliona kutukuzwa kwa utukufu. Ahadi ya kutukuzwa. Maana unasikia kiambiwa, we Danieli, dumu katika maneno haya. Adwa rogi moroka nikechi okaneka gimari waro nuwoka mabaya nikechi gini adwa nagole mabaya tawe yawe hapo kuro baada mana nawe hapo uponye chiemo moroka nisao miango nikechi wachine baya kabisa. Aya asomo amplify koro nikechi mano kugola goka kadwa. Anasoma tafsiri ya amplify. Aya asomo winda. But you Daniel, who was now over 90 years of age, go your way until the end, for you shall rest and shall stand fast in your allotted place at the end of the days. Daniel no gusitiko. Oh, Daniel kaka nao die pin Babylon kwa kijana. Daniel kuro hikose kalo yini projeko. Daniel vile alienda Babylon akiwa kijana na miaka yake sasa imepita 90. Iko nini ya? Anaambiwa. Daniel biadia. Daniel yenenda tu. Tokisemi. Na ukishaenda. Tuwecheni. Maneno haya. Open the Bible there. Yeah. In Daniel. We Danieli, dumu kwa Mungu hadi mwisho. Kisha utakufa. Kisha utakufa. Na baadaye utafufuka hadi upate thawabu yako siku ya mwisho ulimwengu. Unasikia? Ma is the reason mommy Daniel not decided no. Hii ndio sababu ya Danieli kuamua hapana. Katakani Babylon. Hata nikiwa hapa Babyloni. Kata chamu na gi. Hata nikule hivi vitu. Gigecha mtu pura program. Na kula tu lakini bado nitakufa. Na kuna kila ambacho nataka kufanya. Itasababisha nipate ile. Itasababisha mtu amue kwa mtu. Hata niende pali watu wanijue. Hata nikiwa shambani. Hata nikiwa barabarani. Nikikumbuka ahadi ambayo ni ya kutukuzwa. Nasema dhambi kando. There is something I'm looking for with this body of mine. Nitegi moro mageno katamara ngoko ndani. Hii mwili wangu kuna kazi ambayo nafaa kwenda kuifanya nayo. Kuna pale nataka yeye nitoe nje. Kuna pale nataka yeye nifaidi. Maana nisipoitumia sasa vyema. Nitakwama hapo mbele. Na kukwama hapa ni kidogo. Ukilinganisha na kukwama ya pale. Hii ndio maana naizambia usherati enda kando. Nasema maringo kando. Uongo na maneno ya upuzi kando. Wakinena kuhusu mwili. Mwili umeunganisha hadi mdomo. Umeunganisha moyo wako. Hadi sikio langu. Hata yale ambayo macho yangu yanaona lazima sasa ni makinikie. Inokineko wali tufundina numna gik maneduge kendo sama yimikeji neno gik manduge mayen joy ichat maliki watu weche mabere dati eginogi ichat luweti manenya sayo mi gwet indi kugo weche maricho aywa we nyasaye duniani. Wewe unaona umeokoka lakini bado macho yako yanatazama maovu, mikono yako yanaandika mambo maovu. Na je, unajua kwamba Mungu atakuhukumu? Daniel no resolve. Danieli aliamua. Aliamua. Danieli aliamua. Lakini Danieli. Hiyo maelezo. Ukianzia juu. Kuna kile ambayo ilikuwa inaendelea. Kuna ile mtindo ambao ulikuwa unaenda. Ambao ilikuwa inafuatwa. Kama wakati huu.
Trouser moro nitie. Kuna ile suruali fulani mag jotugo ya wacheza mpira. System no Salimon matindo ruwe. Kwa mtindo wake wadogo wanaifuata. To ai dwaro sleeveless moro. Kisha wanatafuta wenye mkono mfupi. Wewe agogi kanono. Sasa inaacha kifua chako wazi. Uliwuotho kidiendo. Unatembea ukienda dukani. Itimo bulubandi gimika. Umebeba bulubandi kati. Gimajan matini vitedo chai. Maziwa na majani unaenda kupika chai. Hallelujah. Hallelujah. Daniel resolved. Danieli aliamua Not to defile himself. hata jinajisi. It is possible. Nyalore. Anarudi kwa nyalore. Mimi nimepata inawezekana kabisa. Unaweza amua tu. Eti mimi mwalimu Wino. Kuanzia sasa maishani mwangu machafu sitaona. Mimi mwalimu kuanzia sasa maneno ya upuzi sitasema. Mimi fulani kuanzia sasa hata kama niko nafanya usherati. Ni vyema. Ni vyema niko nafanya usherati. Lakini niwie radhi usherati. Kuanzia sasa. Kwa heri. You can resolve. Unaweza amua. You can resolve. Unaweza kuamua. But Daniel resolved not to defile himself. Lakini Danieli aliamua kutojinajisi. Gimomiyo jitiyo gidende gimarach okungeyo udhamana mar dendno gima kino kelne. Sababu ya watu kutumia mili yao vibaya kwamba hawajajua udhamana kila ambacho kitamletea kesho. Bendingeni dendi no eni de lo. Je, wajua huo mwili wako ndio utageuzwa. Na sasa ukiharibu je itageuzwa. Bendi winjo kwa watu nyaka licho bere malaya. Tulisikia lazima iwe safi. Ndio winjo kwa watu ndo bere misango mama. Wanasema iwe dhabihu iliyo hai. Kengi ude ndisabu. Ukiangalia mwili wako sasa imejaa misango mangima jimnya sae manya sae nyalongo. Je, unaona ni dhabihu iliyo hai mbele za Mungu ambapo Mungu anafurahishwa na ukijana. Can God be pleased with you? Benya sanya lomor kodi. Kengi udogi weche madogo sema ukawa. Ukiangalia kinywa chako yale ambayo kinywa chako imekuwa kisema. Benya sae nyalongo. Je, Mungu anaweza furahishwa na kinywa chako? Yale ambao unaona. Ambao umeweka kwa mawazo yako unaona. Je, yanamfurahisha Mungu? Bendise test mi prove ni mahagi to kola se test mahagi to koro moro nyasai. Nyasai moro ni mahagi gini kora continue kwa. Je, umejaribu na kudhibitisha ya kwamba sasa haya yanafurahi Mungu anafurahishwa nazo? Daniel tested. Danieli alijaribu. Mofwen akatambua. Niki ori wotu kwa kuni moro nyasai. Kwamba vyakula vya mfalme haitafurahisha Mungu. Timana defile ngima. Hivyo vitu itanajisha maisha yake. Akasema katakacha. Hata kama ni maziwa, hata kama ni sukuma wiki ambayo imemwagwa maziwa, hata kama ni mafuta, hata kama ni nini, ikae. Na wewe si wakati unajinajisi kwa ajili ya chakula ule. Wengine wanaingia kwa usherati. Waume wengine wanarithi wanawake. Wanaume wengine wanaingia kwa vitu kama hivyo kwa ajili ya pesa ambayo wanapewa na wanawake. Si wanawake wanaingia kwa usherati kwa ajili ya soda na chips.